Najiuliza maswali, kwa nini Singida walimtoa Masalanga Tabora United kumrudisha katika timu yao? Wakati aliachwa Tabora alikuwa anafanya kazi nzuri sana. Mpira ni biashara. Biashara ipi ya kumrudisha Masalanga katika bench wakati alikuwa anacheza kwenye timu ambayo anapata nafasi? Sahihi. Miongoni mwa vitu ambavyo watu walikuwa wamezungumza sana ni kujaribu kuona kama sisi Tanzania tunaweza tukahusisha sana na golikipa hawa wazawa. Ndio usimhukumu mtu kwa sababu kafunga goli 4, kafunga goli 5. Je, game zingine wewe mtu anakupa matokeo gani? Unakuta ndio mtu ambaye anakusave, ndio mtu ambaye anakusaidia. Na golikipa ni nafasi ambayo kwamba wewe ndio watu wote wanakutegemea. Kwamba wakifanya makosa wale wote wanaamini kwamba golikipa anaweza kufanyaje. Sasa golikipa naye ni binadamu. Habari gani mwana michezo mwenzangu popote ulipo, karibu katika siku nyingine nzuri kweli ya kuweza kuangazia yale yote ya kimichezo ambayo tumekuandalia hapa kupitia Sports Recap ya FJTV. Kama ilivyo kawaida, mimi nikiwepo Benedicto Nahodha ambaye anakuongozea jahazi hili, lakini nitakuwa naye Joakim Mushi ambaye atakuja kudadavua matukio mbalimbali ambayo tunakwenda kuyajadili katika siku ya leo. Kubwa zaidi leo tutajadili safari ya timu ya taifa Tanzania kuelekea pale nchini Kusini. Kunani hasa zaidi, basi tutakuja tuchimbe kwa ndani ukubwa wa safari hiyo ya timu ya taifa ya Tanzania. Lakini kwingineko kwa kimataifa tutakwenda kuangazia dili la kiungo wa Manchester United kutimkia pale Uarabuni. Vita ni kali kweli. Nini ambacho kitatokea? Basi tupo hapa kujadili hayo yote na mengine mengi ambayo tumekuandalia. Karibu sana. Yes, tumerejea sasa, tuanze kuyadadavua leo yote kimichezo ambayo nimekujuza hapo awali na mengine mengi ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Ninaye hapa Joakim Mushi ambaye bila shaka amefurahi baada ya kuona baadhi ya wale vijana ambao walikuwa wapata nafasi kwenye timu ya taifa wameitwa safari hii kwenye timu ya taifa. Hapo pia vijana wa Ngorongoro, vijana wadogo kabisa. Bila shaka namna taifa linajaribu kuandaa wachezaji wengine wapya kwa ajili ya timu ya taifa. Ambacho unasema ni sahihi. Na siku zote nchi ambazo zimeendelea wanafanya vitu kama hivi. Kwenye friendly match kama hizi ni lazima utumie watu ambao unaamini kwamba kwa kesho na shukutwa ndio wanaweza kuja kuwa ni msaada wa taifa. Huwezi kwenda mechi ya kirafiki kama hii unaenda na full mkoko. Ndio Wakongo wanatakiwa, ila pia inatakiwa na damu changa ili kuwapa ule uzoefu, kwa sababu wanapokutana na watu wageni kuna kitu wanazidi kugeni, tofauti na ile tu mchezaji hapati nafasi wala asafiri na timu. Kwa hiyo unapokuja tu ghafla mumuita akakutana na mechi ngumu, ndio wale ambao tunaona tunaweza kusema sisi ni kichwa cha wendawazimu. Ila kwa sasa hivi naamini Hemedi Morocco ni mwalimu mzuri na anawajua vijana wa Tanzania. Shikilia hapo. Tutakuja kuzungumza vizuri sana. Nataka tu niambie umefurahi kuona vijana, lakini nimejaribu kwenda mbali sana, sio mbaya. Bado tunafahamu timu ya taifa Tanzania inasafiri kuelekea pale Afrika ya Kusini kwa ajili ya mchezo wa kirafiki dhidi ya Bafana timu ya taifa ya Afrika Kusini. Lakini pia tunakumbuka watacheza pia michezo miwili ya Kosafa, mashindano ya Kosafa. Mchezo mmoja wapo kwa dhidi ya Eswatini. Ni kipimo kizuri kwa timu ya taifa Tanzania, na wanakwenda kucheza na timu ambayo unaweza kusema ilikuwa bora sana katika michuano ya AFCON iliyopita. Sahihi. Afrika Kusini ni kipimo kikubwa sana kwa timu ya taifa Tanzania. Yaani sio kipimo kikubwa tu, ni kipimo sahihi. Kwa maana tukiangalia hata sasa hivi turudi kwenye ngazi ya vilabu, tunajua Mamelodi alikuwa kucheza finali hapa ya CAF Champions League. Kwa hiyo ni kipimo sahihi wa wachezaji, na uzuri wa South Africa timu ya taifa inaundwa na wachezaji wa ndani. Na tumeona Mamelodi, Orlando, tumeona Kaizer, tumeona wachezaji wao ni wazuri. Kwa hiyo kwa kitu ambacho Taifa Stars wanaenda kukutana nacho ni kipimo sahihi. Hata sisi tunao ambao wamecheza finali ya kombe au kwa mistake kusema, maana naona kuna kitu nakitafuta. Kwa hiyo kwa kipimo hichi South Africa na wenyewe wanajua Tanzania sasa hivi tupo wapi kwenye viwango wanakuwa, japokuwa tumeshuka tu nafasi moja kwenye viwango vya CAF au vya FIFA, haimaanishi kwamba uwezo umeshuka. Bado Tanzania watabakia ni bora, na South Africa na wenyewe wanakuja kwenye mchezo huu kwa kutufikiria pia kwamba Tanzania sasa hivi ni timu ambayo inaangaliwa duniani, na maana kwamba sisi tukimpiga South Africa kuna alama tunaendelea kujiongezea. Kwa hiyo na wao hawatochukulia mchezo kama wa kawaida, lazima watakuja wamejipanga ili mradi kuhakikisha kwamba Tanzania tupate matokeo na tupo ugenini. Na ukizingatia kikosi chetu wameitwa vijana wengi kama wanavyosema. Kwa hiyo chochote kinaweza katokea, itakuwa ni game nzuri. Itakuwa ni game nzuri. Hofu na mashaka lipo katika eneo la golikipa. Wale wana mashaka kwa hiyo.
Mimi naamini kila aliitwa kwenye nafasi yake mwalimu kafanyia marekebisho. Anaamini wakina Masalanga, wakina Metacha, wakina Salim sio magolikipa wabaya, ila ni wazuri sana, kwa sababu hata ukiangalia kwenye timu zao japokuwa hawapati nafasi, kwa sababu hao magolikipa walioitwa wote hakuna mtu ambaye anaanza kwenye kikosi chake cha club. Japokuwa hilo ndio kitu ambacho watu wanajiuliza, kwa nini hakuitwa mtu ambaye anaanza, kwa sababu ukiangalia Masalanga Singida hapati nafasi, ukimwangalia Salim juzi tumeona akapata nafasi, ila unaona kabisa ule kukaa benchi nao kidogo inamtoa nje ya niaji. Metacha ndo kabisa tunajua. Kwa hiyo kwa magolikipa mimi naamini wanaweza. Ngoja tuone. Najiuliza maswali, kwa nini Singida walimtoa Masalanga Tabora United kumrudisha katika timu yao, wakati aliacha Tabora alikuwa anafanya kazi nzuri sana? Mpira ni biashara. Biashara ipi ya kumrudisha Masalanga katika bench wakati alikuwa anacheza kwenye timu ambayo anapata nafasi? Sahi. Angalia kipindi Masalanga yuko Tabora. Tabora ilikuwa ni timu gani? Sijui nakumbuka alicheza mikojo wa penalty pale, ilikuwa ni Azam Complex ndio. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni silaha. Kwa hiyo wao Singida waliona kwamba hii ni silaha yetu, inabidi turudishe nyumbani, kwa sababu unakumbuka mchezo kati ya Singida na Tabora kilichowakuta Singida. Kwa hiyo waliona kabisa ni lazima tu na silaha zetu zote. Ila Masalanga ni golikipa mzuri, na Masalanga mimi nimecheza naye mashindano ya vijana under 20, japokuwa tulikwenda mjini alikataliwa kutokana na umri, lakini ni golikipa mzuri kwa sababu mimi namjua toka akiwa hivyo. Kwa hiyo kwa kitu ambacho amekifanya Ahmed Morocco kuwaita, ni magolikipa wazuri. Yaani tukitoa makando ni magolikipa wazuri, japokuwa hapewi nafasi kwenye timu zao za wanapocheza vilabu vyao, ila ni magolikipa wazuri. Masalanga mimi namjua ni mzuri. Hivyo Metacha ni mzuri, Al-Salim ni mzuri. Kwa hiyo sema wanakosa tu ile, kwa sababu unavyocheza ndo kadri unavyozidi kuwa mzoefu. Kaja Al-Salim mzuri unawashtua watu. Sasa turudi hapa kidogo. Miongoni mwa vitu ambavyo watu walikuwa wamezungumza sana ni kujaribu kuona kama sisi Tanzania tunaweza tukawahusisha sana magolikipa hawa wazawa. Nifika wakati wakatoa maondo akasema tupige stop kusajili magolikipa wa kigeni ili tuwape nafasi magolikipa wazawa. Unadhani magolikipa wazawa wanafeli wapi? Maana kuna magolikipa sio kwamba wana ubora sana, lakini wanaanza kuona katika nafasi zao. Sasa mimi ninachoamini ela ndio inayoanza. Kwamba haiwezekani Jigidi ala atolewe kwao kule afu aje hapa akae bench wakati unamlipa kwa mwezi unamlipa karibia milioni 20. Alafu yani akae bench. Uone kwamba hiyo hela. Kwa hiyo sometimes nini uwe? Tunakuwa nao kwa sababu mfano mzuri. Unaiona Amos, kuna Mohamed Kamara. Naondoka na Kamara. Yona Amos huyo. Mimi naondoka na Kamara. Mimi naenda na Kamara bro. Mimi naondoka na Kamara. Ni Kamara huyo anafunga goli 5 na Simba goli zingine unashangaa golikipa hata golikipa wetu Machupa John yule wa under 20 Fortune aliweza kusave zile goli. Yaani mpira una matokeo matatu. Ukishajua kama mpira una matokeo matatu, kwa hiyo tokeo lolote ambalo litakuja unabidi ulipokee. Yaani usimhukumu mtu kwa sababu kafunga goli 4, kafunga goli 5. Je, game zingine wewe mtu anakupa matokeo gani? Unakuta ndo mtu ambaye anakusave, ndo mtu ambaye anakusaidia. Na golikipa ni nafasi ambayo kwamba wewe ndo watu wote wanakutegemea. Kwamba wakifanya makosa wale wote wanaamini kwamba golikipa anaweza kufanyaje. Sasa golikipa naye ni binadamu. Kuna siku kazini unaamka huko vibaya, kuna siku unaamka magolikipa ambao ni wakubwa tunawasema, tunaona kuna siku wanaamka vibaya, wanaruhusu, wanafungwa. Kwa hiyo swala la golikipa kufunga goli 5 haimaanishi kwamba golikipa ni mbaya. Inategemea tu labda defense ni mbaya. Sasa tunaangazia namna ambavyo kikosi cha timu ya taifa Tanzania ambacho kimesafiri kuelekea pale Afrika Kusini. Mashaka alikuwa katika eneo la golikipa, lakini Musha amesema licha kwamba hawapati nafasi ya kucheza kwenye vilabu vyao, lakini bado wana nafasi ya kufanya vyema katika eneo la goalkeeping kwenye timu ya taifa. Basi mimi na wewe tusubiri tuone nini ambacho timu ya taifa Tanzania Taifa Stars watakipata pale nchini Afrika ya Kusini, pale ambapo watacheza michezo hiyo ya kirafiki. Tukitoka hapo twende katika taarifa nyingine ambayo tumekuandalia. Bwana, tunafahamu kwamba mashindano ya mpira hapa nchini kwa maana ya ligi zote, daraja la kwanza championship imeshatamatika tayari, ligi kuu inakwenda mwishoni, ligi ya wanawake pia imeshatamatika tayari. Vita ya mwamuzi bora wa msimu bila shaka itakuwa pia ni miongoni mwa vita ambazo watu wanazisubiri kwa hamu kweli. Mpaka sasa Ahmed Arajiga ndio mwamuzi ambaye watu wanamwimba kwa kweli wakimtaja ndio mwamuzi mzuri katika
msimu huu. Sio michuano ya ndani tu, hata alipopewa katika nafasi katika michuano ya kimataifa alionyesha ubora mkubwa. Rajiga hana mpinzani msimu huu. Rajiga hana mpinzani, mimi naungana na wewe. Kwa maana ipi? Tumeona mechi ambazo amechezesha yeye hakuna makelele. Makelele hapo, ila kwa yeye anazingatia zile sheria 17 za football. Kwa hiyo kwa yeye hana makelele. Makelele yatabakia tu kwa watu ambao wanatamani timu yao ipate kitu fulani. Kwa hiyo kwa Rajiga mimi nampa tena. Tukumbuke msimu uliopita yeye ndo alikuwa mwamuzi bora. Kwa hiyo mimi bado nampa, yani atetee, kwa sababu tumeona kazi yake anaifanya. Hata FIFA yenyewe kafu wamemwamini. Ndio maana kuna baadhi ya mashindano chani hapa inakuja yuko Rajiga. Sasa unataka kwani usimpe? Unataka kumpe nani? Sawa, unajua kuna vitu ambavyo watu wanajiuliza pia. Ahmed Rajiga amekuwa ni mwamuzi ambaye hapigwi kelele kwenye hizi habari za bahasha. Kwa sasa matatizo ya bahasha kwenye nchi yetu dhidi ya waamuzi yamekuwa mengine, yamekuwa makubwa sana. Najiuliza huyu Rajiga anaishi maisha tofauti na waamuzi wengine, au yeye ana maisha yale na waamuzi wengine kama ambao wanaishi waamuzi wengine? Kama maisha ni yale yale, kwa nini Rajiga amechagua upande huu wa kunyoka kuliko upande ule ambao umekuwa na makelele zaidi? Rajiga anaishi maisha ndo yale yale. Ila upande ambao ameamua kuchagua yeye ndio upande ambao watakafu wenyewe wameamua kumpa dhamana. Rajiga kwa sasa hivi ni mwamuzi mkubwa. Tusichukulie poa kwa sababu anatoka Tanzania. Angalia kafu, shirikisho kama kafu limeamua kumwamini. Kwa hiyo yeye mwenyewe anajua kwamba kuna sehemu kuna ugali zaidi ya hapa. Ina maana akianza kuharibu hapa, hata wale wageni ambao wamemdhamini, ambao wanamwamini kwa sasa, watavunja uaminifu. Wewe unataka kuniambia Rajiga posho ambayo analipwa na TFF ndio sasa posho analipwa kafu? Sasa kwa nini uharibu? Kwa nini umwagie kitumbua mchanga wakati unajua kabisa nikiharibu huku? Kwa mfano imagine mechi ya juzi na Singida angejisha vibaya. Wewe unadhani kulikuwa hamna wasimamizi wa kafu ambao wanafuatilia ile mechi? Kuna watu wanasema mechi yote akisimama Rajiga katikati kama timu yako ambao sahihi. Kwa hiyo kwa maana hiyo inaonyesha kwamba Rajiga tayari ashatoka kule kwenye vibahasha, amehamia sehemu ambapo kuna lishe nzuri. Kwa hiyo haiwezekani kwamba wewe njaa siku moja ikufanye uharibu career yako nzima. Sio, unanielewa? Kwa hiyo Rajiga ambacho anakifanya sio sisi tu wa Tanzania ambao tumemuona, hadi hao watu wenye mpira wao wameshamuona. Sio, unanielewa? Kwa hiyo chochote ambacho anafanya Rajiga, kuna kamera ziko pale za kafu, kuna watu wa kafu, kuna kila kitu ambacho kiko pale. Kwa hiyo yeye mwenyewe sasa hivi anachezesha kufuata sheria. Ndio maana mimi napenda kuangalia mechi ambazo anachezesha Rajiga. Anachezesha kufuata sheria. Kuna watu hawataki kumsikia kabisa. Yes, huyo ni mwamuzi Ahmed Rajiga ambaye amekuwa na wakati bora sana katika kusimamia michezo mbalimbali. So hapa nyumbani Tanzania tu, bali hata michuano ya kafu pia amekuwa na ubora mkubwa kuhakikisha kwamba anasimamia zile sheria 17 za michezo ambazo zimekuwa zikifanya vizuri sana, na amekuwa ni mwamuzi ambaye wako tumainiwa pia. Ukimtazama Rajiga kwa kumalizia dhidi yake, tumempamba sana. Of course tunampa sifa kubwa sana. Ni ukweli. Na yeye anafahamu kwamba ni ukweli. Sasa yeye anafahamu kwamba anasifiwa. Rajiga bila shaka kuna maamuzi yote ambayo unaona anamkaribia. Yaani ukitoa Rajiga kwamba huyu at least huyu anakwenda kule. Kina mkono hawa, kina Komba hawa, kina risasi hawa, kina Ramadhani Kayoko mimi kina Tatu Malogo sahihi. Ila mimi naamini sana katika wanaume, sababu football ni mchezo wa nguvu, ni mchezo wa kukimbia. Wakina mama japokuwa wanajaribu na tunaona wanaweza, ila mimi nitabakia kwa wanaume. Mimi mtu ambaye ninamuona kwa mbali ambaye anaweza akamsogelea Rajiga ni mdogo wangu ambaye nimeishi naye sana. Nadhani hata kama atakuwa ananiangalia, mara mwisho nilikutana naye sehemu moja starehe, wanamuita Ramadhani Kayoko. Anajitahidi sana mdogo wangu, kwa sababu kuna baadhi ya matukio unaona kabisa ana command kama muamuzi. Kwa sababu ukitaka kuangalia dada zetu wa kike ndio anachezesha, ila kuna zile command za kiume anakosa. Sijui unanielewa? Kwa hiyo Kayoko ana hiyo element ya ile kwamba mimi ni muamuzi. Nimeamua hapa ni hapa. Wewe sijui nani, sitaki kuongea na wewe, nataka niongee na captain. Kwa hiyo Kayoko nampa, kwa sababu hata ukiangalia misimu mitatu nyuma alichukua mdogo wangu. Sasa hapa katikati kuna upepo. Sasa nakubaliana na wewe bwana. Ni maoni yako hayo. Hayo ni maoni yangu. Sijui kanihukumu vibaya bana, au sijui kwa nini hujamtaja risasi. Mimi nampa Kayoko.
Sawa, tulikuwa tunatazama namna ambavyo vita ya mwamuzi bora wa msimu namna ambavyo itakwenda kuwa, huku watu wanafahamu ya kwamba Ahmed Rajiga anaweza kuwa na msimu bora kabisa na kuweza kutoa tuzo ya mwamuzi bora. Mimi na wewe tunafahamu, hebu tusubiri, pengine mambo yanaweza kubadilika dakika za jioni kabisa, watu wakasawazisha. Unashangaa tu uelewi mtu ametoka wapi, unashangaa huyu hapa. Kuna kauli yako unasemaga ng'ombe anenepe siku ya mnada. Anaongezeka tu uzito, si ndio? Uzito na kita kwenye kilo pale uzito. Kwa hii hapa mpaka ifanya Rajiga. Sidhani kama kuna mtu anaweza kumpa teki. Yaani apewe mitano tena. Sawa. Tutafahamu nini ambacho kitatokea pia mara baada ya msimu utakapokamilika, na kwenye tuzo pale pia tutakuwa karibu pia kukufahamisha wewe mtazamaji wetu wa FKTV. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutakwenda katika anga za kimataifa. Yes, tumerejea bila shaka. Hata wewe umepoza kwa kidogo wakati tunaendelea kutazama yale yote ya michezo ndani ya FKTV. Na sasa tuende katika anga za kimataifa. Na huko kimataifa bwana, tunafahamu ya kwamba heka za usajili kule barani Ulaya zimeshaanza, timu mbalimbali zikihusishwa na wachezaji, lakini kubwa zaidi Waarabu kutoka Saudia pale ndio muda wao wamefunguka kweli kweli. Bana ni wazungu muda mwingine wana kitu ambacho Bruno Fernandes kiungo wa Manchester United ila ambao ameikataa. Yaani mimi najiuliza, yani kwa maisha yetu ya Afrika hapa mimi siwezi kuiacha ila kama ile. Pesa yanayo, pesa kwa ile pesa ambayo mwekea Waarabu, unaambiwa hata matajiri wenyewe wa Manchester United walikuwa wanatamani kumsikia Fernandes akikubali ile ofa. Kwa sababu ni hela ndefu, euro karibia pound milioni 200, ni nyingi sana. Wakati ukiangalia Manchester United bajeti ambayo amepewa Amri ni euro milioni 150. Ukichanganya na hizi 200, kwa mfano Bruno angeenda, ina maana Manchester United msimu ujao wangeweza kufanya usajili wa mchezaji yoyote ambao alikuwa anamhitaji. Ila kitendo cha Bruno kukataa ile ofa, kwanza kila mtu kwanza kimemshangaza. Kwa sababu ni hela nyingi, na pia hata mshahara ambao walikuwa wamemwekea wale Waarabu ni mshahara mara 10 ya ule ambao anachukua Manchester United. Sasa hapo mjiulize, kama unachukua 1.5, haya mara 10 yake inakuja, unachaje hiyo hela? Lakini yeye kabakia kwenye kuamini uwezo wake, kwamba anaamini bado ana uwezo wa kubaki Ulaya na kupambana na kufikia malengo yake, kwa sababu kila mtu anakuwa na malengo yake. Malengo ya Bruno sidhani kama yamekamilika. Bruno bado anatamani kuchukua EPL, Bruno bado anatamani kuchukua UEFA Champions League. Yaani Bruno bado ana vitu vingi ambavyo anatamani kuvifanya Ulaya. Kwa hiyo anaona ni huku nitafuta hela, then napata nini? Hamna kitu ambacho napata. Kwanza hata uwezo wangu unaweza kushuka, kwa sababu tukiangalia sasa hivi anaitwa national team. Wewe unapoenda kule, sidhani hata kama mwalimu anakuwa anakutumainia sana. Cristiano anaitwa kwa sababu tayari yeye ni Ronaldo, huwezi mfananisha na mtu yoyote. Na hata kikosi ambacho kimeitwa jana Ronaldo yupo. Kwa hiyo unajiuliza, nikienda kule naweza nikaa kama Ronaldo? Hapana, mimi ni Bruno wa kawaida tu. Nifanyaje? Bora nibaki hapa Uingereza, nibaki hapa Ulaya, nipambane, chochote kinaweza kikatokea. Na umri wake kakalia miaka 31, sio kwamba ni umri mdogo, ni umri mkubwa kimpira. Kwamba kwa mtu mwingine, kwa mimi naamini kwa angekuwa ni Mwafrika kwa umri huu tumeona vijana wadogo tu wakina Kuduso wameondoka bado wakiwa wadogo sana, wameenda kule. Kwa hiyo hii inakuonyesha kwamba sometime ila sio kila kitu. Mtu simamia kwenye kipaji chako, kama nafasi unapewa pambania. Attempt ya kwanza ya Al Hilal ya nchini Saudi Arabia kwa dhidi ya Bruno Fernandes ilikuwa ni euro milioni 100, ambayo Manchester wao walikuwa tayari, Bruno akasema hapana. Walikuja mara ya pili na euro milioni 120, Manchester akasema sawa, Bruno akasema hapana. Sasa wamekwenda na pesa ndefu kweli kama ambavyo Moshe amesema, lakini bado Bruno amesema hapana, Manchester amesema yes. Miongoni mwa sababu ambazo Bruno amezielezea ni kwamba alisema kwamba kwenda Al Hilal kwake ni uhamisho mrahisi sana, angeweza kufanya tu kwenda. Hata familia yake ilikuwa tayari kumuunga mkono kwenda kucheza Saudi Arabia, lakini yeye anafahamu bado anataka kufanya kitu katika mpira wa Ulaya. Sahihi, ndio maana narudi pale. Sometimes mtu unabidi usimamie kwenye maamuzi yako. Ila watu wanawaza Bruno haya maamuzi ya kusema anataka kufanya kitu na mpira wa Ulaya na Man U hii au kuna Manchester nyingine ambaye anadhani itakuwepo. Itakuwa ni Manchester ya Europa. Kitu ambacho mimi naamini Bruno, mtu ambaye anafanya anabaki pale ni mwalimu.
kwa sababu ukitaka kumwangalia mwalimu ana imani naye, na pia mwalimu ndo mtu ambaye anampa kiburi Bruno. Kutoka anafika pale alisema katika wachezaji ambao anatamani kufanya nao kazi ni Bruno. Kwa hiyo kama kwa mfano unaenda unafanya kazi kwenye ofisi afu bosi wako kwamba anakuambia maneno kwamba bana wewe, bila wewe hii ofisi haiendi, lazima mwenyewe utajisikia amani na utatamani kuendelea kufanya kazi naye. Huwezi jua kule hata ambapo ataenda itakuwaje, kwa maana tumeona wao kila leo wamefukuza mwalimu wao, sasa hivi wanahusishwa na Simon Inzaghi. Kwa hiyo unaweza kwenda kule Inzaghi akawa wewe sio chaguo lake, kwa umeelewa. Kwa hiyo ni ukao umecheza kamari, bora baki hapa ambapo unapewa nafasi, timu inakuamini, viongozi wanakuamini, chochote kinaweza kufanyika. Kwa hiyo Bruno kwa maisha ambayo anaishi Manchester United ni maisha mazuri. Ukitaka kuangalia katika wachezaji ambao wanacheza vizuri, wanaishi vizuri ni Bruno. Kwa hiyo kwa nini uondoke sehemu ambayo unaishi vizuri? Yaani kwamba unaishi vizuri sehemu afu utoke ngoja mimi nikapange. Kule unakwenda kupanga huwezi jua mwenye nyumba ipoje. Kwa hiyo kwa kitu ambacho anakifanya Bruno, ngoja tuone msimu uanze, kwa sababu Manchester United tunaijua. Ukicheza vizuri na wenyewe wanakupokea vizuri. Ukicheza vibaya timu na yenyewe inakukataa. Okay. Sawa, ngoja tuone nini ambacho kitakuwepo. Sisi FJTV tutaendelea kukuletea updates juu ya deal hili la Bruno Fernandes mpaka pale mara ya mwisho ambapo atasema mimi sitaki tena, amesalia rasmi ndani ya Manchester. Basi sisi tutaendelea kukujulisha. Fika hapa tunafika tamati ya Sports Recap katika siku ya leo. Nilikuwa nami Kepa Benedicto, mwenzangu ya Joakim Moshi. Bila shaka umekuwa bora kabisa. Yako si wewe tu, endelea kuwa nasi katika vipindi vyetu mbalimbali ili uweze kuhabarika na matukio mengi ambayo tunakuletea kupitia FJTV.